Mpenzi mtazamaji wa Cleo 24 TV, kama ilivyo ada yetu, tumekuwa tukipata wageni mbalimbali katika studio za Cleo 24 TV, na hii leo tunao wageni wawili. Tutaenda kuzungumzia kwa maana kesho tuna jambo letu hapo Pataleme. Kwa kama Cleo 24 TV tumeamua tuweze kupiga nao story mbili tatu. Kwa leo tunaye tutakuwa na afisa maendeleo ya jamii mkuu kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Pia tutakuwa naye mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Tarime, Anthony Nyange. Tukianza, Anthony, karibu studio za Cleo 24 TV. Asante sana. Karibu sana, na tungependa tueleze kidogo kwa kesho tuna jambo letu. Ueleze wa Tanzania wanaotazama Cleo ambayo inapatikana Tarime, Mara, Tanzania, ni jambo gani tutakuwa nalo kwa kesho, na si kesho tu, tunajua ni jambo ambalo ni endelevu litakuwa kuwepo hapa Tarime. Na pia afisa wa maendeleo ya jamii mkuu naye atatueleza nia yao ni nini hasa, kwa nini wao kama serikali wameamua kuja na hilo jambo, kwa maana na kampeni ambayo itakuwepo. Karibu. Asante. Kama ulivyonitambulisha, kwa majina naitwa Anthony Nyange, kwa idara ya maendeleo ya jamii halmashauri ya Tarime. Sasa kwa kesho, wilaya ya Tarime kwa maana ya halmashauri ya mji wa Tarime na halmashauri ya wilaya ya Tarime tumewaandalia wadau kampeni ya mageuzi ya kifikra na mtazamo kwa jamii kama kitovu cha maendeleo au kichochezi cha maendeleo kwa miradi ya maendeleo wa nchi yetu ya Tanzania. Okay. Kwa mkoa wa Mara, kampeni hii imepangwa izinduliwe hapa wilaya ya Tarime. Okay. Kwa kesho tutakuwa na kikao cha wadau mbalimbali kujadili mambo mbalimbali ambayo yataweza kuwafungua watu kuweza kuona kumbe mawazo yetu yalikuwa ni haya, kumbe serikali kwa nini wamefanya hiyo, kumbe mtazamo ni huu ambao unaleta maendeleo. Okay, madam, karibu studio za Cleo 24 TV. Tunajua umetoka mbali, umesafiri na tayari umefika Tarime, unaona hali ya hewa ilivyo ya baridi. Na leo tumeamua tuweze kuzungumzia uwepo wa kampeni ya kesho ambayo inazungumzia swala zima la mageuzi. Nyie kama serikali, kwa nini mmeamua kuja na kampeni hii? Tunaomba ujitambulishe, unaitwa nani, na kama awali nilivyoeleza, afisa maendeleo ya jamii mkuu kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Kwa nini nyie kama serikali mmeamua kuja na kampeni hiyo? Karibu. Asante ndugu mtangazaji kwa kunipa nafasi. Kwa majina naitwa Zukra Mangachi, ni afisa maendeleo ya jamii mkuu. Kwa niaba ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Wizara ya Maendeleo ya Jamii kwa kushirikiana na Katiba na Sheria, kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI, tumekuja na hii kampeni ya mageuzi ya kifikra na mitazamo na kuwa na jamii, na kuifanya jamii kuwa kitovu cha maendeleo. Kampeni hii ina lengo la, kwanza nizungumze kuhusu kampeni ya mageuzi ya fikra na mitazamo. Tunaposema mageuzi ya fikra na mitazamo, wakati mwingine katika jamii kuna watu wenye mitazamo hasi, lakini hiyo mitazamo inaweza ikageuka kuwa chanya, na jamii ikatambua kwamba wao ndio wana jukumu la kushiriki katika kupanga, kutekeleza na kufuatilia na hata kufanya tathmini katika miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika maeneo yao. Kwa hiyo sisi tunalenga kwamba wananchi wenyewe waamke, waweze kushiriki kwa hiari kwenye miradi ya maendeleo kwa kutumia rasilimali walizonazo. Lakini si miradi ya maendeleo tu, pia kutoa majawabu ya changamoto zinazowakabili. Tunaposema majawabu ya changamoto zinazowakabili ni pamoja na kujua kwamba chanzo cha ukatili wa kijinsia unaotokea katika jamii ni kitu gani, na wenyewe wakaweza kukaa kama jamii wakaamua kusema bora tuache hii mila na tuweze kutekeleza zile mila ambazo ni hazikandamizi wala hazizuii, haziko kinyume na miradi ya maendeleo. Kampeni hii itatekelezwa katika mikoa yote 26 nchini. Lakini kwa kuanza tumeanza na mikoa miwili, ambapo katika mkoa wa Mara kampeni hii inatekelezwa katika wilaya
ya Tarime, ambapo kuna halmashauri ya mji wa Tarime na halmashauri ya wilaya ya Tarime. Wananchi wa Tarime wamependelewa sana. Yani hilo kwanza walitambua wamependelewa sana kwa sababu kampeni hii itafanyika kwa njia mbalimbali. Kutakuwa na vikao na viongozi mbalimbali na watazungumzia masuala mbalimbali zikiwemo changamoto zinazowakabili na utatuzi wake. Yani nikwambie ndugu mtangazaji kwamba tutakwenda kijiji kwa kijiji, kata kwa kata. Kampeni yetu ina kauli mbiu isemayo Samia na maendeleo hadi kieleweke. Na ndio maana sisi tunataka kubisha hodi kata kwa kata. Tutawafikia katika kata zao na kuzungumza nao. Watafaidi sana wananchi wa hizi wilaya mbili, ambapo kutakuwa na mawasilisho mbalimbali atakayowasilishwa. Sasa hapo nazungumzia katika ngazi ya jamii. Mawasilisho mbalimbali ni pamoja na mpango wa kuhamasisha na kusimamia maendeleo ngazi ya msingi. Mpango huu umeanza kutekelezwa mwaka 2022 na utakoma kutekelezaji wake mwaka 2026. Mpango huu sasa ndio unaoendana na hiyo kauli mbiu hapo juu kwamba kufanya mageuzi ya kifikra na kuwafanya wananchi kwa kitovu cha maendeleo. Lakini mpango huu pia unalenga kuwapatia watumishi wetu katika ngazi ya kata vitendea kazi. Lakini pia mpango huu unalenga kuhamasisha na matumizi ya teknolojia. Zamani tulizoea kwamba ili uijue jamii tukakae nayo, tule nao, tuzungumze nao ili tuwajue tuweze kuishi nao vizuri na kufanya kazi. Lakini sasa hivi kuna jamii zinaishi Twitter, Facebook, Instagram, X na mitandao mingi ya kijamii. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kutumia hizi platform kuhakikisha tunafikisha ujumbe kwa jamii yote kwa kuifuata kule ilipo. Na labda tungependa kujua pale mnapoelekea kwenye ngazi ya msingi. Mnakutana na makundi yapi au ni makundi yote, na utaratibu ukoje kwa maana mnatumia mkutano wa hadhara au itakuwa inakuaje? Sasa tukisema ngazi ya msingi ina maana sasa tutazame vikao vyote vitakavyohusika katika kufanya kampeni hii. Tuko hapa mkoani Mara kuanzia tarehe 13 mpaka tarehe 19. Na tunafanya kampeni hii kwa njia ya vikao ambapo tunategemea kufanya kesho. Ni tumealika makundi mengi. Kutakuwepo na kamati za mtakuwa. Kutakuwepo na majukwaa ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Watakuwepo wazee maarufu. Watakuwepo viongozi wa dini, viongozi wa kimila, makundi mbalimbali, watu wenye ulemavu. Kutakuwa na wazee pia, kwa sababu mada zile nimefupisha, sijamaliza zote, nitakumalizia. Kwamba ndio maana tunasema ni mageuzi ya kifikra na mitazamo na kuwafanya kuwa kitovu cha maendeleo, kwa sababu kila mwananchi anaguswa na hii kampeni. Okay. Yes. Kaka Anthony, labda tukirejea kwako, hii kampeni kama ulivyosikia tayari imegonga hodi Tarime na inafunguliwa au inazinduliwa rasmi kwa maana kwa wilaya Tarime kwa mkoa wa Mara. Wewe kama mkuu wa idara, na umeipokeaje na unaizungumzaje juu ya kampeni hiyo? Sisi halmashauri ya Tarime na wenzetu wa mji tumejipanga vizuri. Kesho kuanzia saa 4 tutakuwa na wadau mbalimbali pale ambao tukizungumza maendeleo, hao ndio ambao wanasimamia hizo package nzima za maendeleo. Pale tutakuwa na mkuu wa wilaya ambaye atakuwa mwenyekiti, lakini amepokea tayari manaibu katibu wakuu wa wizara ya maendeleo ya jamii watakuwepo pale, lakini watu wa mada mbalimbali walioandaliwa na wizara wapo pale ukizungumzia masuala ya mazima ya mabadiliko ya fikra. Wapo watu wa field za masuala ya empowerment ya wananchi kiuchumi. Tayari wapo watu wa msaada wa kisheria na maeneo mengine. Lakini kwa ngazi ya wilaya tayari tumewalika wenzetu ambao ni majukwaa ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, kwa maana halmashauri ya wilaya Tarime na halmashauri ya mji. Lakini makundi ya machinga ambao ukiangalia mama kawekeza fedha nyingi sana. Kuna mikopo ya 10%, lakini huku kuna mikopo ile ambayo ametoa fedha benki ya NMB na maeneo mengine. Lakini
kuna wakuu wa idara wote ambao wanasimamia mchakato mzima wa maendeleo kwenye halmashauri, wote watakuwa pale. Lakini vile vile kuna baadhi wa wawakilishi wa makundi maalum ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, na wengine ni wajumbe wa kamati za mtakuwa na baadhi ya maeneo mengine. Baada ya hapo timu zitagawanyika, tutakwenda kila wilaya kuonana na ward management team, kamati ya usimamizi wa masuala ya maendeleo ngazi ya halmashauri. Wale wataalamu wote wa ngazi ya halmashauri tutakutana nao ili na wenyewe waifahamu kwa undani kampeni na maeneo gani. Sasa kila mmoja akifika kule atazungumza masuala mazima ya, watakuwa chachu ya maendeleo kwa zile sekta ambazo mama tayari anapeleka fedha. Tunazungumzia maendeleo, tunazungumzia masuala ya afya. Tunazungumzia maendeleo, tunazungumzia maji. Tunazungumzia maendeleo, tunasema kilimo, mifugo, na masuala mazima ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Okay. Wale wataalamu walioko pale watapata hiyo kwamba nini cha kufanya ili baadaye kumwezesha mwananchi aweze kuzungumza na aweze kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba anapush, anachukua hiki ambacho kimeletwa na mama, basi anakisegeleka kwa mwananchi kwa usahihi ule na viwango vile vile. Okay. Mpenzi mtazamaji wa Cleo 24 TV, huyo anaitwa Anthony Nyange ambaye ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Tarime. Alikuwa akielezea juu ya kampeni ambayo serikali wamekuja nayo kuhakikisha wanazungumzia swala zima la maendeleo kupitia masuala ya fikra. Pata mzula tu endelea sasa, karibu. Kama kuna lolote pia ambalo pia unaweza ukaongeza, tukiwa tunafikia mwisho, muda wetu sio rafiki. Wito wako sasa kuhakikisha yale makundi ambayo umelenga pamoja na jamii kwa ujumla na wakazi wa Tarime kuhakikisha sasa wanapokea vyema juu ya kampeni ambayo inazinduliwa rasmi kwa mkoa wa Mara, na baadaye mtaenda kujikita katika mikoa yote 26 hapa nchini. Karibu. Asante ndugu mtangazaji, kwanza nimalizie kile kipengele cha mpango ambapo amezungumzia afisa maendeleo ya jamii wa wilaya ya Tarime kwamba mpango huu pia utaimarisha utendaji kazi wa wataalamu wetu katika ngazi ya msingi. Tunaposema wataalamu ngazi ya msingi ni tunamaanisha ngazi ya kata hadi vijiji. Tunaposema tutaimarisha, tunaangalia vitendea kazi. Wataalamu hawa watapatiwa vitendea kazi, lakini pia watapatiwa mafunzo mbalimbali. Na hicho tunachofanya ni sehemu ya huu mpango, kwa sababu tunatoa mafunzo kwa jamii moja kwa moja. Lakini pia wataalamu hawa watakapopatiwa vitendea kazi, itakuwa kwa ni rahisi kuwafikia wananchi wanapokuwa na changamoto mbalimbali. Na hatuzungumzii maafisa maendeleo peke yake, tunazungumzia maafisa ustawi, tunazungumzia maafisa elimu kata, tunazungumzia mabwana na mabibi afya, tunazungumzia wataalamu wote waliopo katika ngazi ya kata. Maafisa mifugo. Na ni vitendea kazi vipi labda ambavyo mnatamani kuvitoa nyewe kama serikali? Vitendea kazi vipo vingi. Tukizungumzia swala la tehama, kuna swala la laptop, kuna masuala ya viani kwa ajili ya ofisi mbalimbali. Ni vitu gani au ni vitendea kazi vipi ambavyo nyewe kama serikali umevitenga kwa ajili ya kuvitoa kwenye haya makundi? Ndugu mtangazaji, kwanza umenishanifiris. Kwa sababu yani kile ambacho natakuwa nizungumze tayari umekizungumza. Okay, lakini ngoja nipige rangi. Yeah. Sasa vitendea kazi vinavyotolewa ni pikipiki. Lakini tumeanza na pikipiki, kwa hiyo itafika hatua watapatiwa mpaka na kompyuta, lakini tumesogea mbele. Wakati huu tuna vishikwambe kinachomsaidia aweze kuandika taarifa baada ya kufanya kazi. Vitendea kazi ni pamoja na printer, kompyuta na kadhalika. Okay, na awali tukiwa tunapiga story, uweze kuzungumzia masuala ya kisheria ili lenyewe kupitia hii kampeni ilikoje, mtaweza kuligusia vipi? Okay, tena umegusa kunako. Kupitia hii kampeni, Wizara ya Katiba na Sheria watawaelimisha jamii juu ya matumizi ya sheria mbalimbali zilizoko nchini. Wananchi watajua jinsi ya kutatua changamoto zao mbalimbali, ama mtu kama kafanyiwa kitu atumie utaratibu gani na aweze kupata haki yake. Kwa hiyo wananchi watadadavuliwa kwa uwazi zaidi na na wataalamu wa Wizara ya Katiba na Sheria. Wito wako sasa kwa jamii kuhakikisha wanajitokeza kikamilifu pale mnapoanza na pale mtakapoelekea maeneo ya vijijini? Wito wangu kwa juu ya jamii ni kwamba ninawaambia kwamba tutawafikia.
tunawakaribisha wahudhurie katika mikutano mbalimbali itakayokuwa ikiitishwa katika maeneo yao, ili tuweze kuzungumza nao. Unajua, jamii ndiyo inayojua changamoto mbalimbali zinazopitia, lakini wakati huo huo jamii ina uwezo wa kuweka mikakati ya kutatua hizo changamoto. Kwa hiyo tunatamani tuwakute wananchi na makundi yote tulioyalenga katika maeneo mbalimbali. Tutakwenda kata kwa kata. Okay, asante sana. Huyo alikuwa ni Madam Zuhura ambaye ni afisa maendeleo ya jamii mkuu kutoka idara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, akizungumzia juu ya kampeni ambayo inazinduliwa rasmi kesho kwa mkoa wa Mara, ambapo baadaye itaenda kuzinduliwa, itaenda kutumika katika mikoa yote hapa nchini Tanzania. Kakanto, ni mwisho sasa, wito wako kwa jamii kuhakikisha fursa zimejitokeza tayari kwa mkoa wa Mara, na tayari wilaya Tarime kwa maana halmashauri ya mji wa Tarime na halmashauri ya wilaya Tarime kuhakikisha sasa wanajitokeza kwa wingi ili hii kampeni ambayo tayari serikali imekuja nayo iweze kufikia yale malengo ambayo yamekusudiwa. Sisi kwanza tunashukuru sana wizara ya maendeleo ya jamii na tawala za mikoa na serikali za mitaa, sote kwa pamoja kuungana kuhakikisha kwamba sasa tunakuja kulifanya hili. Sisi kama wataalamu tuliopo tunashukuru sana hii kampeni, kwa sababu imekuja kutusaidia kutuamsha hata sisi wataalamu kwamba sasa ndio wakati sasa wa kufika vijijini kuweza kueleza yale ambayo wananchi labda walikuwa hawajaangalia vizuri kwa upana zaidi. Mheshimiwa Rais ametoa fedha nyingi sana, na Mheshimiwa Rais amesikiliza sana kero za wananchi. Ukiangalia mbali na fedha, lakini pia utaalamu, sasa hivi ameweza kutusaidia kutupatia wataalamu wa msaada sheria kila halmashauri sasa hivi. Sasa hivi watu wana mwamko wa kuzitumia ofisi za serikali, hasa pale ambapo wana kero za kisheria. Wataalamu wapo mpaka sasa, wataalamu wanapita kata na kata, vijiji kwa vijiji, kuhakikisha kwamba wanasikiza kero za wananchi. Badala ya kuja mjini, kuja ofisini, wananchi wanafuatwa kule kule walipo. Lakini pia Mheshimiwa Rais katusaidia kutuongezea. Tulikuwa na uhaba wa wataalamu wa idara ya maendeleo ya jamii, lakini sasa hivi kwa mimi nina kata 26, lakini hazizidi kata 6 ambazo zinakosa maafisa maendeleo ya jamii. Mpaka juzi nimepokea karibu maafisa maendeleo ya jamii wasaidizi 5 idarani kwangu, na nimewasambaza. Ukienda kata Kiore kuna afisa maendeleo ya jamii. Kwa mwananchi hana haja ya kuja ofisini, anakwenda ofisi ya kata na mtaalamu wa maendeleo ya jamii anamwelekeza. Sasa hivi tayari Mheshimiwa Rais kapeleka fedha nyingi sana kwenye sekta ya elimu, lakini wakati mwingine unakuta bado watoto wanafeli, lakini bado baadhi ya wazazi hawajawasukuma watoto wao mwamko wa elimu kwa nyuma. Sasa ndio wakati sasa kwenda kuwabadilisha kifikra, kuona kwamba badala ya kumjengea mtoto nyumba au kumpatia gari, urithi mzuri ni kwenye elimu. Uweze kuzitumia vema ile miundombinu Mheshimiwa Rais aliyoileta, kwa maana shule, walimu. Lakini kwenye afya pia watu wajitokeze, watumie zile vituo vya afya kwa ajili ya ushauri wa kuimarisha afya zao, kwa sababu afya ni eneo la msingi sana. Sasa hivi kwenye baadhi ya maeneo yetu hata tumekumbwa na ugonjwa wa kipindupindu. Ndio wakati sasa timu ile, maafisa afya, maafisa madaktari na maafisa wa jamii na hata wataalamu ngazi ya kata waende sasa kuelimisha wananchi, kuhakikisha kwamba tayari zile huduma za afya zipo kwa ajili yao. Lakini kwenye upande wa mikopo pia tayari Mheshimiwa Rais katengeneza mifuko mbalimbali ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Kuna 10% ambazo zinatengwa na kila halmashauri. Ni nafasi sasa wananchi kujitokeza kuchangamkia zile fursa za mikopo ya 10% ambazo kwa Tarime DC sisi awamu ya kwanza, robo ya kwanza tumekwisha toa milioni 757. Hiyo ni robo ya Septemba mpaka Disemba. Sasa hivi robo hii ambayo imeisha ya Januari Machi tunakwenda kutoa milioni 884, na bado hela zipo. Ni muda sasa wa wananchi kubadili fikra, kuweza kuona hii fedha inayotolewa na Mheshimiwa Rais ina malengo ya kuhakikisha kwamba basi tunajikwamua kiuchumi, tunaimarisha uchumi wa kaya na kuondokana na masuala ya ukatili wa kijinsia. Ni muda sasa wa kuweza kutumia fedha hizi kujikimu na kuweza kujiunga na vikundi mbalimbali kuweza kuchangia. Lakini tayari Mheshimiwa Rais pia kwenye eneo hili la wale wajasiriamali wadogo
kuna fedha amezitoa benki ya NMB yenye riba ya 7%. Muda sasa wananchi kujitokeza, wa machinga kujitokeza kwenda pale. Tushakuongea na mameneja wa benki za Sirali na meneja ya benki ya Tarime na benki ya Nyamongo NMB kuhakikisha kwamba wanasimamia mchakato huu, na wale ambao wanakidhi vigezo haraka basi wapewe fedha hizo. Okay, asante sana mpenzi mtazamaji wa Cleo 24 TV. Huyo alikuwa ni Anthony Ange ambaye ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Tarime, akieleza ni jinsi gani serikali wameweza kutekeleza ilani yao. Madam Zuhura, katika kampeni yetu hii ya Amshari, ni matarajio yapi ambayo mnatarajia baada ya hii kampeni kufanikiwa? Okay, ndugu mtangazaji, baada ya kutekeleza hii kampeni yetu ya mageuzi ya kifikra na mitazamo na kuifanya jamii kuwa kitovu cha maendeleo, tunatarajia tuwe na jamii isiyokuwa na ukatili wa kijinsia. Tunatarajia tuwe na jamii inayoshiriki kwa hiari kwenye miradi ya maendeleo. Tunatarajia kuwa na jamii yenye uzalendo, yenye moyo wa uzalendo. Tunaposema moyo wa uzalendo ni pamoja na kulinda miradi mikubwa ambayo imetekelezwa na Mheshimiwa Rais. Na tunategemea kuwa na jamii iliyojikwamua kiuchumi, inayojimudu kiuchumi. Lakini pia tunategemea kuwa na jamii inayojua sheria mbalimbali na jinsi ya kuzitumia. Kwa maana kwamba tunatarajia hata migogoro ya ndoa itakoma. Sasa changamoto zote katika jamii zitakapokwisha, tutakuwa na maendeleo endelevu ambapo watoto wetu wataona miradi iliyotekelezwa hata miaka hii mpaka na wajukuu. Kwa leo hatuna la ziada. Ulikuwa nami mtangazaji wako naitwa Frank Scrofas, na nyuma ya kamera alikuwepo Santana. Bye bye na kwaheri.